naitwa Barnabas Okola, ni katibu wa Chadema mkoa wa Morogoro. Kimsingi niko mbele yenu, kuna mambo ya msingi ambayo nataka niyazungumze kuhusu chama chetu na mustakabali wa chama chetu. Nitazungumza mambo mawili. Jambo la kwanza nitazungumza kuhusu uvumi unaoendelea kuhusiana na makamu mwenyekiti na kuhusiana na masuala ya michango, maana kuna ufisadi na whatever na yote ambayo yanazungumzwa. Lakini jambo la pili nitazungumzia kuhusu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Kimsingi wanahabari, kuna mambo yamekuwa yakivuma yakizunguluka kwenye mitandao ya kijamii katika nchi yetu na maeneo mbalimbali. Kama mnafahamu, yamekuwa yakizungumzwa mambo ambayo yakimhusisha makamu wetu mwenyekiti wa Chadema, kwamba kuna michango ya tone, ile michango ambayo tunaomba kwenye chama kwamba haifiki kwenye chama. Sasa kwa maoni yangu, ama naweza kuzungumza kwa kusema kwamba hili jambo ni jambo si jema kusikika, na siku zote jambo likivuma na lisiposemewa popote linaweza kuonekana kuwa likawa ni kweli. Na kimsingi kama hizi tuhuma zinavyozunguka kwenye mitandao ya kijamii ni vitu ambavyo si sawa, kwa sababu Chadema ni chama ambacho Watanzania wanatumaini nacho, ni chama ambacho wanaamini kitaleta mageuzi, ni chama ambacho wanaimani nao. Sasa yakitokea mambo yanayozungumzwa kuhusiana na fedha, yanashusha morali ya watu, yanapunguza trust kwa watu. Kwa maana sasa hata uendeshaji wa shughuli, namna ya kuchangisha wanachama, kuchangisha wapenzi na mashabiki wa Chadema inakuwa changamoto. Sasa zipo tuhuma kwamba makamu mwenyekiti anapata michango kutoka kwa wadau na wale wanaokipenda Chadema na afikishi kwenye chama. Sasa mambo haya ukiyasikiliza, ukiyatazama, si mambo mazuri, na niseme kwamba Chadema hatuongozwi na malaika. Yaani viongozi wa Chadema sio ni malaika, ni binadamu. Kwa kama ni binadamu, kuna zile kanuni na taratibu ambazo tumejiwekea. Kwa kimsingi kama kuna hizi tuhuma, ni vema mamlaka zetu sasa za kichama zika take over, zikaona namna gani ya kushughulikia, kama ni uchunguzi ufanyike na majibu yaje yatoke, ili kutoa hiyo sintofahamu kutoa sintofahamu kwa wananchi. Kama issue ni serious, na chama chetu sisi ni cha demokrasia ambacho kinaruhusu maoni, kinaruhusu mawazo, basi watu wazungumze, na ikibidi hata makamu mwenyekiti kama hizi tuhuma zimekaa mbaya sana, anaweza akapisha tu kwa uchunguzi, alafu baadaye ukweli utabainika. Kama amesingiziwa itabainika, na kama ni kweli chama kitachukua mamlaka, kwa sababu chama chetu kimeanza kuwachukulia watu wakubwa hatua. Na kimsingi nasema haya hadharani kwa sababu ni utamaduni wa chama chetu. Kama mnakumbuka, makamu mwenyekiti alishawahi kuzungumzia Iringa kwamba kuna fedha chafu ambazo zinaingia kwenye Chadema kipindi tupo kwenye uchaguzi. Alizungumzia Mwembe Togo. Alizungumza, na kuna baadhi ya wanachama na wapenzi wa chama walilalamika sana, kwa nini makamu mwenyekiti jambo hili baya ambalo linakuwa si jema likazungumzwa hadharani. Yeye mwenyekiti kwa kipindi hicho alikuwa makamu, akasema mambo ya fedha ni lazima yazungumzwe hadharani ili tuweze kutengeneza trust kwa watu, ili watu watuamini, lakini kama yanafanyika hayo mambo yaachwe. Na mimi ndio maana leo naona mambo kama haya na yazungumza hadharani. Lakini zipo tuhuma. Kuna bwana mmoja anaitwa Nilesh. Huyu ni mfanyabiashara ambaye amekimbia nchi kwa tuhuma za ufisadi, ama kwa tuhuma za kutokuwa mwaminifu. Huyu bwana alikopa benki Equity, akafanya kazi ikashindikana, akaja akakopa tena CRDB, akapata tenda ya kutoa mafuta kutoka Tanzania kupeleka Burundi, lakini hakufanya kama vile inavyostahili. Alifanya mambo ya kiujanja yaliyopelekea CRDB waende mahakamani na huyu bwana kukimbia nchi. Lakini kibaya zaidi, zipo taarifa kwamba huyu mtu ndio anamchangia sana makamu mwenyekiti. Sasa kama tunakubali watu mafisadi, watu ambao wanatuhuma mbaya wakifadhili chama chetu, hiyo ni changamoto, kwa sababu watu kama hawa wanakichangia Chama cha Mapinduzi labda kuficha maovu yao, lakini pia wakaanza kuchangia na chama chetu na sisi tukapokea kuficha maovu yao. Hii haitakuwa sawa. Kwa kimsingi niseme hayo kwamba tuhuma za fedha ni tuhuma mbaya sana.
ni tuhuma ambazo zinashusha morali ya watu, ni tuhuma ambazo si njema, na makamu mwenyekiti kwa kipindi kile Mheshimiwa Tundu Lissu alishai kuzungumza kwamba mambo ya fedha yazungumzwe hadharani ili ijulikane nyeupe na nyeusi, kuweza kuwafanya watu waendelee kuwa na imani. Kwa katika muktadha wa hili nizungumzie hivi, lakini jambo lingine la pili niombe tu serikali kwamba hii kesi ya Lissu ni kesi ya kisiasa, na Lissu kuto kuwepo kwake, mchango wake kwenye chama unakuwa mdogo, kwa sababu wamemshikilia kisiasa, wamemng'ang'ania huko kisiasa. Kwa ni mwenyekiti wetu atoke aje afanye kazi. Amefanya kazi kwa muda mfupi sana kabla serikali haijamshika. Kwa hiyo niombe serikali, hii issue ya Mheshimiwa Tundu Lissu ni issue ya kisiasa. Naomba wamtoe kwenye nondo za magereza, aje aongoze chama chetu ili tukafikia yale malengo, tukalete demokrasia kwenye nchi yetu. Kigugumizi siwezi kusema moja kwa moja ni kigugumizi, kwa sababu kila chama kina taratibu zake za uendeshaji wake wa kazi. Maanake kuna uendeshaji wa kazi unaendelea, na of course sisi sio wajumbe wa kamati kuu. Inawezekana kuna hatua, kuna mambo ambayo yameshaanza kuchukuliwa, but sisi tunasema kwa sababu masuala ya fedha hayahitaji uficho, ni lazima yazungumzwe hadharani ili kutengeneza imani kwa watu, kwa sababu watu wanatuchangia ili tuweze kuendesha shughuli za chama. Kwa kelele zikiwa ni nyingi, ni lazima tuseme, tuzungumze, tuonekane kwamba tumenyooka. Na nimesema kwenye Chadema humo sio malaika, hatuongozwi na malaika, tunaongozwa na watu, na ndio maana kuna kanuni na taratibu. Kwa kama kuna namna ambavyo itakuwa haiko sawa, basi hizo taratibu zitachukua hatamu. Labda hapo mwanzo taratibu ya ukusanyaji wa fedha kwenye chama ulikuwaje, na zikikusanywa zinapelekwa wapi, na sasa hivi ndio hivyo kwamba utaratibu chama kinatoa namba za accounts, namba za simu ambazo zinakuwa chini ya mamlaka za kifedha za chama, lakini pia kuna wale lakini pia kuna wale wadau wapenzi na mashabiki wa Chadema ambao wanaweza wakachangia bila kutaka kujulikana kwamba wamechangia. Wanaweza labda, ndugu mwandishi, wakajua wewe ni kiongozi wa Chadema, mtu mwingine hataki, na wewe ni rafiki yake, mnafahamiana na anajua Chadema, ana imani akikupa itafika kwenye chama, kwa maana anakupa ili ifike kwenye chama. Ndio tuhuma zimeanzia hapo. Kwa wale ambao walikuwa wanapewa ili wafikishe kwenye chama, ndio hizo tuhuma wanasema hazifiki. Ndio maana sasa tukatoa rai hizo mamlaka take ya terms, zianze uchunguzi na masuala mengine ya kinania yaendelee, ya kitaratibu yaendelee. Na wote walikuwa wanampa makamu mwenyekiti? Sio wote, ni kwa hao wachache ambazo tumepata taarifa zao, lakini tuna imani kuna viongozi wengine watakuwa nao wanapewa kwa utaratibu mwingine, ambazo hizo taarifa zao bado hazijavuma huko katika mfumo ule wa negativity. Ndio maana nikasema narejea reference ya mwenyekiti wakati akiwa makamu mwenyekiti, Mheshimiwa Tundu Lissu, Mwembe Togwa alisema, alihusishanisha mambo ya rushwa yanahusiana kipindi kile mchungaji Msigwa akigombea uwenyekiti wa kanda ya Nyasa na Mheshimiwa Sugu. Kuna mambo sintofahamu yanayohusu masuala ya rushwa na fedha yalitokea, akayazungumza uwanjani public kwa wananchi, na akasema tunasema haya mambo ya fedha hadharani ili kujenga imani kwa watu, lakini kama kuna huu uchafu wa fedha unaofanyika uweze kuachwa na kukomeshwa mara moja. Kwa maana sasa sisi tunatoa kama rai, tunatoa kama maoni, na hii ndio demokrasia. Kwa hiyo unadhani ni ukweli hizi fedha zinaliwa na bwana, ni kweli kabisa? Sasa ndio maana nikasema ziko mamlaka ambazo zitatoa tuhuma, zitachunguza, alafu mwisho wa siku zitatoa adhabu. Kwa maana tuna taratibu zetu sisi za kichama ambazo zitatakiwa kufanya hatamu, na hitimisho wao ndo watasema sasa kwamba hiki kimekuwa hivi na hiki kimekuwa hivi. Kwa sasa ni zile tuhuma tu na yale mazungumzo ambayo yanazunguka kwenye nchi, yanazunguka kwenye mitandao na maeneo mengine.